Unakuta mtu kabisa ameyakubika, anasema yani watu wangu wakianza kuja mchungaji, wakianza kupanda, naanza kuona dalili, naanza kusema machozi yananilenga, najua watu wangu wameanza kucha. Watu wako majini, watu wako unawalea majini. Kichwa kikianza kugonga, unasema watu wangu, nasikia kabisa wanakaribia kupanda. Nikianza kupiga miayo, nasikia watu wangu. Kumbe wewe una majini, watu wako majini, watu wako majini. Mwambie mtu acha ujinga. Huna undugu na majini wewe. Mwambie huna undugu na majini kabisa. Yaani sio mtu kabisa. Asema watu wangu wakikuta nyumba ni chafu wananipiga makofi. Unakuta amekuwa mtumwa wa shetani. Hata akidondoka kanisa anaokota watu wangu wapendi uchafu. Unaona? Shetani. Na unaona shetani wanavyomheshimu. Mungu akisema acha pombe hawaachi. Ila akipata majini au mke wake akapata majini ya mke wake anaita watu wangu hawataki harufu ya pombe. Kwa yule baba akilewa anadakwa, anapigwa makofi. Akipiga mara 3 anakuwa halewi. Nini? Watu wa mke wangu hawataki harufu ya pombe. Akinywa wanamwambia unaingia wapi? Mimi kisimba. Unaingia wapi? Leo nitakufiringisa. Yule baba mbio. Nini? Majini amekataa. Lakini sasa mhubiri aseme Mungu hataki mlewe. Unasikia manabii wa uongo hapa. Unaona? Ila shetani akikataa, yule baba anaacha. Unamkuta amenyong'onyea nini? Yaani nikinywa nitakavyopigwa. Nini? Yule mama ataki. Na akisema hivi, watu wangu wanataka kitenge cha wakishini. Analeta. Wanataka. Ila mwambie Mungu anataka umpe sadaka ya ujenzi. Anakuambia bwana waibie matapeli hawa. Maana ilivyo, shetani anajua vizuri kuchenga ufalme wake. Na ndio maana Mungu aliona akasema, hamtakwenda tena kwa kutumikia wale majini. Ndio maana Yesu akasema, toeni pepo, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Haleluya! Tumepewa amri, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachotudhuru sisi. Hofu yako tu. Unasali unakaa kibuyu eti mganga alikupa kengele ya mizimu. Kakopo fulani ndani kana chuma. Kako ndani ya nyumba, anakuambia kila Jumapili ukapige na kila Ijumaa ukapige. Usipokapiga atakunyonga. Kamefungiwa na kamba nyekundu. Kwa hiyo unakuwa yani kama mjinga. Unafika pale unakuvuta kwe. Mimi mwamini na wasalimia. Kama ndani. Mtu anasikia kiu ya kwenda kumwabudu Mungu, anakaa kibuyu kamefungiwa kamba nyekundu, kanaambiwa hii ndio nyumba ya watu wako. Ukiharibu hii watakunyonga nyonga. Kwa hiyo anakuwa anasali kakibuyu kapo na ameambiwa kafukizia ubani, kafukizia udi, lazima na wewe unakashika unakaomba ndio Mungu wako. Pamoja na Mungu wa mbinguni, ila ana Mungu wake kwenye kibuyu. Anaambiwa sharti usiende kwenye biashara bila kumuomba Mungu wako. Anakashika anasema Mungu naenda kwenye biashara. Yaani wewe ni chizi kweli. Na akienda kanisani anasema Baba wa mbinguni, kwa jina Baba na Mwana Mtakatifu, na kwamba Mungu. Sasa yupi Mungu kati hawa wawili, wa kwenye kibuyu au wa mbinguni? Halo. Hebu sema saa ya kutumikishwa imekwisha. Yesu alikuja kuwaweka mateka huru. Wewe ni mateka. Ndio maana ukiambiwa tuleta kuku mweupe, nyumbani kwako unakula dagaa, unatoa 30,000, unakununua kuku, inachinjwa damu, nyama anakula mganga, wewe fala sana.